Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye enzi yote, ninalibariki na kulitukuza jina lako Bwana. Asante kwa ajili ya siku ya leo Mungu, umenipa tena neema ya kusimama mbele zako Bwana. Ni mwanzo wa mwaka Mungu, nina kila sababu ya kukushukuru Mungu. Ninakushukuru Baba kwa ajili ya kuhani mpakwa mafuta wako mahali hapa Bwana. Asante kwa ajili ya watendakazi wote Mungu. Asante kwa ajili ya kusanyiko la siku ya leo. Asante kwa ndugu mtazamaji wa Gideon Online. Baba, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Tunapoenda kulitafakari neno lako Mungu wa mbingu na nje, ninaomba Mungu wangu kutumia neno lako Mungu, kafunue fahamu zetu, akili zetu na mawazo yetu ya ndani Mungu, na masikio yetu ya ndani Bwana, tukapate kulielewa neno lako mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Nami mtumishi wako Bwana ninajidhili mbele zako Mungu, ninaomba unitumie kama upendavyo. Mimi ni chombo tu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, kiongozi mwema na rafiki mwema, ninaomba ufundishe watu hawa Bwana, nami niko tayari. Roho Mtakatifu, unitumie kama upendavyo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hongera kwa siku ya leo. Ni mwaka mpya ndugu mtazamaji wa Gideon Online, ninakusalimu katika jina la Yesu. Hongera wewe uliyechaguliwa kuanza mwaka mpya tena, mambo mapya na kazi mpya. Haleluya watu wa Mungu. Karibuni kwa ajili ya tafakari yetu ya neno siku ya leo. Tunaendelea na maisha mapya baada ya wokovu, kipengele cha 4. Leo tunaenda kujifunza kwa habari ya shujaa wa maombi. Ndugu mtazamaji wa Gideon Online, ukiwa uwe ni muamini uliyempokea Bwana na Mwokozi wa maisha yako, leo tunaenda kujifunza uwe muombaji. Ni lazima uwe muombaji ili kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo tunaenda kujifunza shujaa wa maombi. Maombi ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Katika kuomba kwetu tunapokea yale mahitaji yetu ya msingi. Kwa hiyo ni vyema kabisa ukawa muombaji. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa, na kila aombaye hupokea. Ina maana usipoomba huwezi kupokea. Na Mungu anasema katika Yeremia 29:12, amesema nanyi mtaniomba nami nitasikia. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo huo ni ujumbe kabisa kwamba wewe muamini unatakiwa uombe ili kupokea mahitaji yako. Na tunajifunza kwa Yesu Kristo, kielelezo, alikuwa muombaji. Katika utendaji wake wa kazi alikuwa ni muombaji. Ndio maana alikuwa anaenda mlimani kutafuta uso wa Mungu. Tunaona akitoka mlimani anaenda kuhudumia kusanyiko. Ni nini? Kutafuta uso wa Mungu. Na pia tunajifunza kwa mtumishi wetu mpakwa mafuta mahali hapa, yeye pia alifuata zile nyayo za Yesu, yuko mlimani kutafuta uso wa Mungu. Amina watu wa Mungu. Ni nini kinachomfanya aende mlimani? Kutafuta uso wa Mungu. Anamwambia Mungu, kumbuka lile kusanyiko la siku ya leo, wako watu wenye mahitaji mbalimbali. Yesu, ninaomba Yesu, nilipokuja huku nimekuja kutafuta uso wako. Ninaomba ukakutane na zile haja za mioyo ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni lazima uwe muombaji. Na hapa tunajifunza shujaa. Shujaa, ni kwa nini shujaa? Ni shujaa kwa sababu lazima uwe hodari. Katika masomo yetu ya nyuma tulijifunza shujaa ukiwa umejiweza kujitenga na uovu wa kila namna, yaani kuishi katika hali ya utakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, neno likiwa ndani yako, na uwe muombaji, wewe ni shujaa. Amina watu wa Mungu, uwe shujaa. Haleluya kanisa. Ndugu mtazamaji wa Gideon Online, shujaa wa maombi. Cha kwanza uwe mtakatifu. Ndio maana tukajifunza kujitenga na uovu wa kila namna. Ukijitenga na uovu wa kila namna, ina maana ndani yako ni utakatifu, umo ndani yako. Neno likiwa ndani yako, ina maana unapata maarifa, unapata hekima, ni jinsi gani ya kuenenda, ni jinsi gani neno la Mungu linasemaje, linakuelekeza nini. Likiwa ndani yako, unajua ni jinsi gani utakavyoweza kupambana. Amina watu wa Mungu. Roho Mtakatifu atakuongoza, atakufundisha, atakuelekeza ya kupasayo kufanya. Amina watu wa Mungu. Kwa hiyo sasa, yote haya yakijaa ndani yako, ina maana kwamba wewe ni shujaa. Wewe ni mtu hodari, huna tena wasiwasi. Ina maana kwamba mtu shujaa ni mtu hodari, anayejiamini.
Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo sasa ni lazima uwe muombaji, na ukiwa muombaji, ukitumia hizi silaha zilizokuwa mahali hapa, hakika uwe ni shujaa. Unaweza kumiliki, unaweza kumkemea adui, unaweza kupambana kila eneo kumpinga hila za shetani. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo sasa mimi na wewe ni shujaa. Kwa sababu nini? Roho Mtakatifu yuko ndani, neno la Mungu liko ndani, utakatifu ni nao. Ina maana kwamba zile mbinu za shetani, zile ila ninaweza kuzipangua, na ninaelewa kabisa siri za kuweza kupambana. Ni jinsi gani nitakavyoweza kutoka nini? Kwa njia ya maombi. Amina, watu wa Mungu. Tukasome katika Biblia kwa ufafanuzi zaidi. Tunaenda kusoma Waefeso 6. Kitabu cha Waefeso 6, pointi iko kwenye mstari wa 12, naanza mstari wa 10. Biblia inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari. Hodari ni mtu shujaa. Hodari ni mtu anayejiamini katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu. Silaha zipi? Utakatifu. Silaha ipi? Neno. Silaha ipi? Roho Mtakatifu awe ndani yako, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Amina. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amina. Vita vyetu sisi ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu wa Mungu, wewe ni shujaa kwa sababu utakatifu uko ndani yako. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Amina. Neno la Mungu liko ndani yako, uweze kuzipinga hila za shetani. Biblia inasema mstari wa 12 hapa, anasema kwamba kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda siku ya uovu. Kwa maana kushindana kwetu sisi ni juu ya damu na si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme na mamlaka. Hapa falme ni mtawala katika ulimwengu wa roho, ufalme wa giza, ufalme wa mapepo mabaya. Yuko mfalme anayetawala kwenye anga ambaye anaitwa Lucifer. Yuko mwingine mtawala wa bahari, yuko mwingine mtawala wa nchi kavu. Kwa hiyo hao ni wafalme. Utauwezaje hao? Amesema mamlaka ni ule utawala wake, utawala wa bahari na mfalme wake. Utawezaje kuweza isipokuwa tu kuvaa hizi silaha? Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukivaa hizi silaha ambao ni utakatifu, ni silaha ya kwanza ya kuweza kumpinga adui. Adui anaangalia ndani yako. Ikiwa wewe ni mtakatifu, anaangalia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ninajifunza kwa mtumishi wa Mungu anavyopambana na nguvu za giza mahali hapa, anavyomhudumia mtu. Pepo linasema kwamba mimi sikujui wewe, hauko upande wetu. Nini? Ameangalia ndani yake, hakuna mawaa. Kwa hiyo neno utakatifu ni lazima liwe ndani yako ili kuweza kumpinga adui. Adui anaangalia, yamkini kuna kitu ndani yako kichafu, adui anakuwa upande wako, ina maana atakushambulia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni lazima uwe na silaha ya utakatifu ndani yako ili kuweza kupinga hizi nguvu za giza. Pasipo hivyo huwezi kupambana na mamlaka ya giza, huwezi kupambana na Lucifer. Yako mapepo mengine maaba, huwezi kupambana nayo pasipokuwa na utakatifu. Maana dhambi inafanya adui anapata nafasi. Ndio maana nikakwambia kwamba nikakufundisha hizi silaha, utakatifu. Roho Mtakatifu akuongoze. Neno la Mungu silaha ya kukuongoza, ya kukupa maarifa, ni lazima uwe nayo ndani ili kuweza kuzipinga hila za shetani. Amina, watu wa Mungu. Nikajifunza kwa mtumishi wa Mungu mahali hapa, anamwambia pepo, wewe pepo nikague, nina alama yako. Anamwambia huyo pepo kwamba hebu nikague, nina alama yako. Anamkagua, anaangalia, anaona kuwa ana alama yake, anamwambia mimi sikujui. Kwa hiyo yule mtumishi wa Mungu anakuwa na ujasiri kabisa wa kuliambia kwamba mimi nina mamlaka ya kukuua. Amina, watu wa Mungu. Na mimi na wewe uliyemkubali Yesu, ni lazima uwe hodari na shujaa. Ndio maana tukasema hodari na shujaa, shetani asipate sababu ndani yako. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninakusihi uvae silaha za kimungu uweze kuzipinga hila za shetani. Haleluya.
Tukasome tena kwenye Matendo ya Mitume 19:13 hadi 16. Tunaona jinsi gani hapa shetani anapata sababu ndani ya muamini. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 13. Biblia inasema, baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu ya hao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule aliyohubiriwa na Paulo. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Skewa, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Na yule mtu aliyepagawa na pepo mchafu akawarukia wawili, akawaweza, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile, hali wa uchi na kujeruhiwa. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza mahali hapa kwa habari ya huyu pepo mchafu. Alipata sababu. Hawa Wayahudi wenye kutangatanga, nao wapunga pepo, walijaribu kulitaja jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kila alitaje jina la Bwana na aache uovu. Tunaona huyu adui pepo mchafu alipata nafasi ya kuwararua. Kwa sababu nini? Waliangalia ndani yao, walikuwa hawana patano na Yesu. Kwa sababu nini? Waliangalia ndani yao wakapata sababu. Na wewe muamini, nimekufundisha kwamba angalia shetani asipate sababu kwako, jinsi alivyowavaa hawa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, silaha hizi tulizojifunza ni lazima uzizingatie, ni lazima ukae utafakari, ukae chini, uziweke ndani ya moyo wako, uangalie ni jinsi gani unavyoitenda kazi ya Bwana, uangalie ni jinsi gani unavyosimama kwa ajili ya kazi ya Bwana, uangalie ni jinsi gani unavyoomba maombi yako, uangalie ni jinsi gani unavyotembea katika kuutafuta uso wa Mungu. Nini? Shetani asipate sababu kwako. Na shetani anapata sababu kwa sababu ya kutenda uovu, ya kutenda dhambi. Shetani anapata malango kwa muamini kwa kutenda dhambi. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo ni vyema kabisa ukaishi katika hali ya utakatifu, wewe uliye muamini. Tunaendelea kujifunza hapa. Tukajifunza kwamba kila alitaje jina la Bwana ni lazima uache uovu. Wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Amina, watu wa Mungu. Ninawaapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Paulo alikuwa amesimama katika kweli ya Mungu. Hao Wayahudi wakaona ni mtu wa kawaida, kumbe yeye Paulo alikuwa amepatana na Mungu. Na wewe mtumishi wa Mungu, na wewe uliyemkubali Yesu, patana na Yesu. Patana na Yesu wako. Angalia njia zako, angalia mwenendo wako, angalia tabia yako, patana na Yesu. Shetani asipate sababu, kama tulivyojifunza hapa. Anasema hivi, anaendelea kusema, kasema, walikuwa wana 7 mtu mmoja Skewa, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua. Wanajua sifa za Yesu. Yesu ni mtakatifu. Amina. Matendo makuu Yesu aliyoyatenda, walikuwa wanajua kabisa Yesu sio mtu wa kawaida. Shetani anayo macho ya roho ya kuona ndani ya mtu anawaza nini, ndani ya mtu anatenda nini. Kwa hiyo mtu wa Mungu wakasema, na Paulo tunamfahamu. Wanafahamu Paulo matendo yake, wanafahamu njia zake. Kwa hiyo muamini, mtu wa Mungu, ninakuambia kwamba kupitia hili neno ujue kabisa shetani anayo macho ya rohoni ya kukuchungulia. Hata yale unayowaza ndani ya moyo anayajua. Ndio maana akasema hata huyu Paulo namfahamu. Lakini ninyi ni wakina nani? Yule shetani akamwambia, ninyi ni wakina nani? Mbona nikiwaangalia siwaelewi?
ipata sababu, ndio maana akafanyaje? Akawaweza, akawarukia, akawashinda, hata wakatoka mbio katika nyumba ile hali uchi na kujeruhiwa. Pepo aliwavamia, pepo aliwararua, pepo aliwapiga. Nini? Walipata sababu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Wewe muamini, uliyemwamini Yesu, hakikisha unasimama kwa usahihi. Hakikisha unapatana na Mungu wako. Yale yote uliyofundishwa zingatia. Asipate sababu kwako. Ni kwa nini huyu shetani anapata nafasi? Ni wewe mtu wa Mungu usipojiamini, ukajua unatembea katika njia gani, ukajitambua, ni lazima huyu shetani anapata nafasi. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Gideon, kupitia neno hili ni lazima uwe muombaji. Ni lazima uwe muombaji ili nini? Kupokea yale mahitaji yako na kulitumia neno la Mungu na kuvaa utakatifu na kusimama imara katika Kristo Yesu, ndipo utakapomuomba Mungu. Maana amesema tuombe na tutapokea. Amesema kila ombaye upokea. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kupitia neno hili uwe muombaji ili uweze kuzishinda hizi mbinu za shetani tulizojifunza katika Waefeso 6. Amina, watu wa Mungu, uwe muombaji ili uweze kumpinga shetani. Maana Biblia inasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani na atawakimbia. Kwa hiyo tunampinga adui kwa kuomba. Amina, watu wa Mungu, kupitia neno hili na kutia moyo, ninakusihi ndugu mtazamaji wa Gideon Online, kipengele cha kwanza mpaka cha 4, endelea kurudia, endelea kukitia maanani, endelea kujifunza. Pata muda wa kukaa na kujifunza. Ikiwa wewe muamini, unatamani kumuona Mungu, unataka kukua katika wokovu wako, yazingatie haya. Omba neema ya Mungu. Mungu akusaidie na akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, share na wenzako, subscribe, like, comment, share kama jinsi Mungu anavyokuhudumia kupitia mafundisho. Share na wenzako. Usikubali wenzako wakose mafundisho haya. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ninakutakia kila laheri kupitia neno hili, mtu wa Mungu. Mwanzo mpya, mwaka mpya, mafanikio mema. Twende pamoja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninalibariki na kulitukuza jina lako. Asante Mfalme, kupitia neno hili Mfalme, ninakusihi Bwana, huu ni mwanzo wa mwaka. Baba, ninaomba uso wako uende pamoja nasi Mfalme, ili tuweze tena kukamilisha mwaka huu kwa kufanya kazi yako kwa bidii, kwa kufanya yaliyokupendeza machoni pako Bwana, maana wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Anza nasi na umalize nasi, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.